Twende mbele. Wingu la mapenzi hatimaye limeweza kushamiri ndani ya Mama Ngina Mombasa mchana wa leo. Shughuli ya utoaji damu ikiwa ni mojawapo ya njia ya kuonyesha upendo kwa walio na uhaba wa damu na kuwakumbuka wale walioko hospitalini. Majina yangu ni Queen Mwekali kutoka RBTC Mombasa. Mimi siku ya leo nimefurahia siku ya leo. Sijatoka out ama nini, nimekuja hapa kwa ajili ya donation, ya blood donation. Na hii ni kazi naipenda sana sababu yasaidia wagonjwa wetu, na umuhimu wa kutoa damu ni kuwa kuna wagonjwa wengi wako hospitalini wanahitaji damu. Wakati tunapowapea damu, at least we give off to them. Niko na passion na hiyo kazi yangu. Umoja wa Wanapwani unadhihirisha upendo wa kulinda taifa kwa kutekeleza shughuli hii ya utoaji damu hata ikiwa haina malipo makubwa kwa watoaji damu wenyewe. My name is Nisma Hussein from Red Splash Kenya, part of the communications and partnerships team. So we are here, we're going to ask you this question now. How do you feel wewe today as being here kwa watu ambao wanaweza kudonate damu? Ikiwa leo ni siku ya wapenzi ndani ya Mombasa na pia Kenya nzima, tarehe 14 mwezi ambao ni tarehe hii ya mubashara kabisa ndani ya MOTV. Je, wewe utawaambia nini wale watu na unajisi vipi ndani ya Mama Ngina kuweza kuwakilisha Red Splash today? Sisi tuko hapa mwanzo kama hii ni kama tamaduni yetu kama Red Splash, kwa sababu siku ya wapendanao Valentine's Day huwa tunaadhimisha anniversary yetu. Huu ni mwaka wetu wa 7 toka tuanze hili shirika letu la Red Splash, na watu wakiamua kucelebrate kwa njia tofauti tofauti. Sisi tulichagua siku hii tuwe tunafanya blood drive, especially mahali ambapo kuna traffic, ili kupata as many donors as possible for a bigger impact. Kwa hivyo naweza sema tuna furaha sana, na huwa ni siku ambayo tumeipangia kwa sababu ni siku ambayo ni umuhimu mkubwa kwetu, kwa sababu zoezi kama hili huwa linatusaidia kusaidia wagonjwa hospitali ambao wana shida tofauti tofauti kama vile wa kansa, wagonjwa ambao wanafanywa dialysis, kuna wale wa accident ambao ni jambo ambalo hawezi kulitabiri, ni jambo ambalo linaweza tokea wakati wote, na damu inatakana hospitali wakati wote. Hata hivi sasa hizi tunavyoongea tuko na appeals ambazo tumezireceive in the past few days. Appeals zimekuwa nyingi sana kutoka kwa wagonjwa hospitali tofauti tofauti hapa Mombasa, na zoezi kama hili linasaidia kuchangisha damu ili wale wagonjwa waweze kusaidika. Kwa hivyo tunategemea traffic ambao hapa leo Mama Ngina kuna mambo tofauti yanaendelea ambao tunatarajia yaweze kuleta watu, na tokea asubuhi hadi sasa tulifika hapa asubuhi na mapema tuka set up tukaanza, na toka tuanze we've been having full donor beds mpaka saa hizi, na kuna jinsi muda unavyosongea donors bado wanaendelea kuja, na we are targeting over 100 pints today. We are hoping tutafikia about 300 pints, so that means volunteers around 300. Kwa hivyo kama una rafiki ama mtu ambaye unamjua angependa kutoa damu na pengine hajui blood group yake, leo ni ile siku ya kufika hapa Mama Ngina, atoe damu, atapimwa na atapata kadi yake na ataweza kujua damu yake ni ya blood group gani. Kwa majina naitwa Yasir Farid, ni mwanafunzi katika shule ya Mount Kenya University Mombasa branch. Leo shule imekuwa safi, rahisi, hatukupata shida watu wamekuwa willing kutoa, si kama nini za zamani ambapo watu walikuwa wana hesitate kabla ya kutoa. So leo shughuli yenye ulikuwa unafanya leo ilikuwa ni gani? Basically uweze kutuambia leo mimi nimepiga hivi na hivi, na wale ambao wamekosa next time wajaribu kuweza kufika nao pia, sio? Leo tumeweza kupata watu wengi, na
kila mtu tumeshirikiana, kila mtu ameweza kufanya kazi yake kwa vizuri na maridadi. Je, utawaambia nini wapenda nao ambao wameamua kuacha mambo haya na kuyapuuza mambo ya damu? Utawaambia nini? Ningewapendelea next time, mwaka kama huu, mwaka ujao, next time kama hii tupatane hapa tuweze kutoa damu pamoja. Na katika pilika zako wewe unahisi damu hii watu wengi wanaitoa lakini hawajui inaenda wapi, so ungependa kujua damu yangu mimi leo inapelekwa wapi? Okay, damu after imechukuliwa pale tunaipeleka blood bank, iko hapa Coast General. So after imepelekwa pale, in case kuna any appeals zenye zinatakaniwa, usually most cases ni kuwa mtu ametoka kama tuseme comrade ametoka kwao amekuja kusoma Mombasa. In case of an accident and he or she needs blood, ni easier for him or her kupata na hataweza kulipishwa kitu chochote. Siku ya wapenda nao, asante Moha, tunafurahi kwa hapa. Vile tuko hapa kuwasilisha watu tofauti, lakini nimevaa jukwaa la kuwa raisi au kiongozi wa wanafunzi wangu wa Mount Kenya University, lakini pia mimi ni binadamu na tuko na jukumu la kusaidia wale wote ambao wanaweza pata huduma na msaada kutoka kwa zile damu ambazo tumeweza kutoa. Mimi nikiwa mmoja wao nimeweza kutoa damu panti 2 na sasa hivi bado nasikia sina nguvu, lakini najua ni jambo jema ambalo tunafanya kwa wale wote ambao wanaweza kusaidika na kunufaika. Working na watu tofauti wanaweza kupatana na kuzidisha rasilimali kadha wa kadha. Hapa ndi ground ambayo wanafunzi wanaweza kuja wakapata kujiendeleza, kutumia networking na kutumia watu tofauti hapa kupata kazi na kupata ujuzi tofauti. So wakati tuna shughuli kama hizi za kuregesha kwa community, ni vyema tuweze kupata wanafunzi na watu wengi sana waweze kujiunga ili tuweze kuboresha community zetu. Asante sana. Vile kama kiongozi pale ndani ya shule na umeweza kutoa damu, umesema umetoa zaidi ya moja, ile pakti moja, zaidi ya moja ile. Kwa hiyo wapo ambao huwa wanasema ya kwamba viongozi wengi ambao ni adimu sana, na pia tumekuwa na recommend asubuhi hapa hivi, na pia yeye sijui kama ameweza kujishughulisha na shughuli hii, lakini wewe kujitolea, je, unaonaje au unaweza waambiaje viongozi waliokosa shughuli kama hii, akiwemo maybe bila kutaja majina, tuseme labda kiongozi wa shule nyingine kama vile TUM na KNCP vile ambao tulikuwa nao juzi tu tukiongelea mambo ya Condoms Day, utawaambia nini wiko waweze kufika ama pia wasikose maybe siku nyingine itakayotokea kama hii? Naam, tulikuwa na vichwa mbalimbali, tulikuwa na recommend asubuhi na tukaweza kujiunga na yeye. Sidhani kama aliweza kutoa damu kwa sababu alikuwa na ile walk yake ambayo alikuwa anafanya all the way from Nairobi to Mombasa, na kwa uwepo wake hapa umesaidia kugrow ile network kutumia mitandao na platform tofauti, na watu wameweza kufika kwa sababu yeye ameweza kufika. Vile narudisha mkono na wasia kwa viongozi wote wa Mombasa County 001 na viongozi wote wa wanafunzi watumie nafasi hizi na platform hizi kuweza kuvuta nambari za watu waweze kuja kuwasilisha rati zao katika shughuli kama hizi, kwa sababu wakiweza kufika wale watu ambao wana represent wataweza kufika na nambari zitaongezeka, na wale wanasaidika pia watazidi kuongezeka. Mtazamaji, hayo ndio aliyojiri ndani ya Mama Ngina leo hii, watu walioweza kusherehekea shughuli hii kwa kuweza kutoa damu kwa ambao wasio na damu, na kwa wale ambao wana shida ya mashinikizo za damu wameweza kutatuliwa hapa nyuma yangu kama unapoona shughuli zinapoendelea. Haya yanatokea yote mubashara ndani ya Mombasa County, na haya yote yameweza kufanywa kwa minajili ya Red Splash ambao wameweza kujitolea kimwili na kiakili kufanya hayo yote na kuweza kutoa zawadi pia kwa maua vile na kuweza kupeana ashati zao za Red Splash vile. Mtazamaji, nikiripotia kutoka kaunti hii ya Mombasa, na hii ni Mo TV mtazamaji. Majina yangu kamili ni Mohamed Saha.